Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi aeleza umuhimu wa maabara ya sayansi na skuli ya Suza. Katika biashara, serikali yaiagiza VETA kuboreshwa mitaala kuendana na soko la ajira na teknolojia. Na katika habari za kimataifa, Rais Ruto akosolewa kwa kudai Kiingereza cha wa Nigeria hakieleweki. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Amesema mradi wa ujenzi wa maabara za sayansi na skuli ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza ni muhimu kwa kuwa unalenga kuweka misingi imara ya maendeleo ya teknolojia, ujuzi na uchumi katika jamii. Taarifa zaidi huyu hapa Nancy Ibrahim. Makamu wa rais amesema hayo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa maabara za sayansi na skuli za kilimo ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, ikiwa ni shamra za miaka 62 ya muungano. Amesema mradi huo utaleta manufaa makubwa kwa nchi, ikiwa ni pamoja na kutengeneza fursa za ajira, kuongeza uelewa katika sayansi na teknolojia, kushajihisha uchumi wa buluu na kuongeza tija katika kilimo. Huu ni mradi muhimu sana unaolenga kuweka misingi imara ya maendeleo ya teknolojia, ujuzi na uchumi katika jamii. Inatarajiwa kwa mradi huu utaleta manufaa makubwa kwa nchi, ikiwa ni pamoja na kutengeneza fursa za ajira, kuongeza uelewa katika sayansi na teknolojia na kushajihisha uchumi wa bluu na kuongeza tija katika kilimo. Hivyo kupitia mradi huu tunachangia moja kwa moja katika kuimarisha sekta ya kilimo, kuchochea maendeleo ya jamii na kukuza uzalishaji. Rasilimali watu ni nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Elimu bora ndiyo inayowezesha uendelezaji wa rasilimali watu ili kuchangia kikamilifu katika kujenga taifa na kuleta maendeleo kwa ujumla. Hivyo ili kujenga jamii iliyoelimika na yenye maarifa muhimu, sekta ya elimu ni kipaumbele cha serikali zetu zote mbili. Dr. Nchimbi ametoa wito kwa mshauri elekezi na mkandarasi wa mradi huo kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mradi na kuhakikisha unafikia malengo yaliyokusudiwa. Aidha, anatoa maelekezo mahususi kutoka kwa uongozi wa Suza kusimamia rasilimali hizi kwa uadilifu na uwazi ili kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inatuwezesha kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa, ikiwemo kuchochea tafiti na bunifu zinazolenga kutatua changamoto halisi za jamii, hususan katika sekta za kilimo, teknolojia, utalii na mazingira. Kwa kuimarisha usimamizi na ushirikiano wa wadau, tunaweza kuufanya mradi kupata matokeo tarajiwa. Kwa kuwa tukio hili la uwekaji wa jiwe la msingi linafanyika tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya Muungano, litukumbushe umuhimu wa mshikamano kitaifa na kujenga mustakabali wa elimu, kilimo na teknolojia katika taifa. Kwa upande wake, kaimu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, Profesa Abdi Talib Abdallah, amesema jengo la maabara ya sayansi litakuwa kitovu muhimu katika ufundishaji wa sayansi, tafiti za kisasa, bunifu na teknolojia ndani ya chuo na nchi kwa ujumla. Jengo la maabara ya sayansi litakuwa kitovu muhimu katika kuimarisha ufundishaji wa sayansi, tafiti za kisasa na bunifu na teknolojia ndani ya chuo na nchi kwa ujumla. Kupitia maabara hizi za kisasa, wanafunzi na watafiti watapata mazingira bora ya kufanya majaribio, tafiti shirikishi na bunifu zinazolenga kutatua changamoto mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kimazingira. Uwekezaji huu utaongeza ubora wa elimu ya sayansi na kuzalisha wataalamu wenye ujuzi wa vitendo na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la kitaifa na kimataifa. Aidha, uwekezaji huu utaimarisha uwezo wa Suza katika kutoa huduma za ushauri elekezi, mafunzo maalum na tafiti zinazolenga kutatua changamoto za jamii na kuchochea maendeleo ya uchumi kwa taifa. Mradi maabara na skuli ya kilimo wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar umefadhiliwa na mradi wa Benki ya Dunia wa HEET, The Higher Education for Economic Transformation,
HEET ambapo unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 32.155. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo. Wasambazaji na waagizaji wa mafuta nchini wamesema hali ya mafuta nchini ipo vizuri licha ya changamoto ya bei kupanda katika soko la dunia, huku wakiwataka Watanzania kuwa wavumilivu wakati serikali ikiendelea kushirikiana na wadau hao kuhakikisha huduma hiyo inaimarika. Mwandishi wetu Goodluck Msola anatuarifu zaidi. Akizungumza katika mahojiano maalum na wanahabari jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wasambazaji na waagizaji wa mafuta, meneja mkazi wa kampuni ya Moil Tanzania Dr. Sajjad Habibullah amesema wao kama wasambazaji wa mafuta wana akiba ya kutosha ya mafuta licha ya bei ya mafuta kutokueleweka katika masoko ya dunia. Dr. Sajjad ameshukuru serikali ya Tanzania kwa ushirikiano inayoendelea kutoa kupitia mamlaka na taasisi zake, akitolea mfano wa TRA ambayo imekuja na mfumo maalum wa kudhibiti kodi kwa mafuta yaendayo nje, ambapo sasa ulazimika kulipiwa kodi kabla hajasafirishwa kwenda nje ya nchi. Hapo mwaka jana katika sekta ya mafuta tulikutana na matatizo mengi, haswa mafuta kuingizwa nchini kiholela na kuuzwa kiholela, ambayo ilikuwa inasababisha serikali kupoteza mapato yake. Lakini sisi kama wananchi na wazalendo tuliamua upande wetu kuishauri serikali kuhakikisha kwamba haya mafuta yanapoingia nchini yanafuatiliwa kwa kupitia BL number, ambayo ndio chanzo cha ufuatiliaji wa mafuta yote. Serikali imetusikia, na baada ya kutusikia sisi imeweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba mafuta hayatoki nje ya depo au bohari bila kulipiwa kodi. Tumeona mwamko mzuri, na pia tumeona biashara inazidi kukua kwa kuwa mafuta halisi sasa yanaingia sokoni, na yale ambayo yalikuwa yanakwepa kodi hayapo tena, hayaonekani. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kuchukua wazo langu na kwa ujumla kuhakikisha kwamba inatekeleza kwa ufanisi kwa kupitia idara zake za kiserikali. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wa daladala, bajaji na bodaboda ndani ya jiji la Dar es Salaam, pamoja na mambo mengine, wamesema kupanda kwa bei ya mafuta kumechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ukali wa maisha kwa wananchi, wakiwemo wasafirishaji. Asilimia mingi ya wateja wetu wametukimbia kweli. Yaani unaweza kumwambia hapa na posta kama ile zamani kwa naenda kwa shilingi 6,000. Sasa hivi akija ni hata kama ameamua ku request tunapokea, tunafika kule lazima tunamlilia sana, tunamuomba, tunamwelekeza jinsi makato alivyo na mafuta anavyonunua, lakini anakuwa tuelewi. Kesho na kishukutwa nakuta anaamua achukue daladala tu tunakoondoka kazini. Kwa sima dereva bajaji hapo limeshatumiza sana. Ukiangalia tuna familia, tuna watoto wanaenda shule, unaona ndio tunavyoishi hapa mjini. Hatua hiyo inakuja baada ya hivi karibuni mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia kwa kamishna wake mkuu Yusuf Mwenda kufanya ziara ya kutembelea baadhi ya maghala ya mafuta kwa lengo la kujionea hali halisi ya upatikanaji wa mafuta nchini, ambapo aliridhishwa na hatua zilizochukuliwa ikiwemo uwepo wa mafuta ya kutosha. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka waajiri na wafanyakazi nchini kuyatazama upya mazingira ya kazi ili kuhakikisha anakuwa salama, yenye tija na rafiki kwa afya, hususan afya ya akili. Rachel Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya siku ya usalama na afya mahala pa kazi duniani. Amesema maadhimisho hayo kitaifa yatafanyika Aprili 28 mwaka huu mkoani Njombe, yakiwa na lengo la kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa usalama na afya kazini pamoja na kuhamasisha utekelezaji wa sera na sheria zinazolinda wafanyakazi. Akitoa takwimu za kitaifa, Sangu amesema ripoti ya mwaka 2022 ya International Labour Organization inaonyesha kuwa zaidi ya wafanyakazi milioni 970 duniani wanakabiliwa na matatizo ya afya ya akili yanayohusiana na kazi, na kwa mujibu wa ripoti ya World Health Organization kwa kushirikiana na ILO zinaonyesha changamoto hizo zimesababisha hasara kubwa ya kiuchumi inayokadiriwa kufikia zaidi ya dola trilioni 1 kila mwaka. Ndugu waandishi wa habari, lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuendeleza kampeni za kuhamasisha uboreshaji wa mazingira ya kazi nchini ili kulinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo vitokanavyo na kazi kupitia kauli mbiu mbalimbali ambazo hutolewa na shirika la kazi duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mazingira bora ya kazi kisaikolojia
ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu hii inaeleza umuhimu wa mazingira bora ya kazi katika kuimarisha shughuli za uzalishaji na kuleta ustawi wa wafanyakazi, ambapo inaibua mjadala na kuleta ulimwengu wa kazi katika tafakari ya pamoja juu ya hali ya mazingira yetu, na hususan suala la utulivu wa kisaikolojia kwa wafanyakazi na namna unavyoweza kuchangia kulinda nguvu kazi na kuongeza tija katika uzalishaji na hatimaye kujenga taasisi imara. Ameeleza kuwa katika usimamizi wa mifumo ya usalama na afya kazini, vihatarishi vya kisaikolojia vinapaswa kupewa uzito sawa na vihatarishi vya kimwili kutokana na athari zake kwa ajali, magonjwa na utendaji wa taasisi. Aidha, kwa upande wa Tanzania, Sangu amesema ajali kazini zilizoripotiwa kati ya Julai 2023 hadi Juni 2025 zimefikia 3557 zikiwemo vifo 169. Hivyo serikali kwa kushirikiana na wadau itaendesha kampeni za uhamasishaji, kutoa mafunzo kwa makundi mbalimbali pamoja na kutunuku tuzo za usalama na afya kazini ili kudhibiti ajali hizo. Waandishi wa habari, idadi hiyo ya watu wanaumia na kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao ni kubwa na inaathiri kwa namna moja au nyingine shughuli za uzalishaji na kudidimiza uchumi wa nchi yetu. Hivyo zinahitajika hatua madhubuti za kushughulikia changamoto hivyo. Hivyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua umuhimu wa kulinda nguvu kazi ya taifa. Kupitia taasisi ya OSHA, serikali inaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa sera na sheria ya afya na usalama mahala pa kazi sura 297 toleo la mwaka 2023. Lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ya kazi nchini yanakuwa na mifumo bora ya kuzuia ajali, magonjwa na vifo, na hivyo kuwa na uzalishaji wenye tija na wafanyakazi wenye afya njema. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema jumla ya watumishi 24 wa mamlaka hiyo wamechukuliwa hatua kwa kipindi cha mwaka jana na mwaka huu kutokana na makosa ya maadili, ikiwamo kufukuzwa kazi, kusimamishwa kazi na kushushwa vyeo. Taarifa zaidi huyu hapa Goodluck Msolla. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la maadili lilokwenda sanjari na uzinduzi wa jukwaa la maadili wakati wa ukusanyaji wa kodi, Kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema hatua hizo zilizochukuliwa na TRA dhidi ya watumishi wa TRA, ambapo kwa mwaka jana watumishi 14 walichukuliwa hatua, na katika kipindi cha miezi 9 kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, jumla watumishi 10 pia wamechukuliwa hatua ili kusimamia maadili katika utoaji wa huduma za ukusanyaji wa mapato. Nataka niwahakikishie, ili tukusanye kodi lazima tujenge trust na walipa kodi na jamii. Na tutajenga trust kwa kuwajibika. Na kwa sababu tunachukua hatua, niwaombe muendelee kutuamini. Tupeni taarifa, tutachukua hatua. Lakini hata msipotupa taarifa, tutatafuta wenyewe na tutachukua hatua. Na niwapongeze sana wale wote wanaotupa taarifa. Nawapongeza na washukuru sana, na muendelee kutupa taarifa. Kwa upande wake, naibu kamishna wa TRA Mcha Hassan Mcha pamoja na mkurugenzi wa mambo ya ndani wa TRA Shaibu Mali wamesema jukwaa la maadili linakuja kuwa eneo muhimu katika kusimamia maadili ya watumishi ndani ya TRA ili kufanya kazi kwa kuzingatia uwajibikaji, uadilifu na weledi katika kukusanya mapato. Tunaona maadili ni sehemu ya ipo katika mifumo ya kazi ya utendaji. Usimamizi wa maadili unatekelezwa kwa mtizamo wa kimfumo unaojumuisha hatua za kuzuia, ufuatiliaji endelevu na utekelezaji wa hatua stahiki za kinidhamu na kisheria kwa watumishi ambao wanakwenda kinyume na taratibu za kimaadili. Katika suala hilo la maadili, Mamlaka ya Mapato Tanzania imejikita katika maeneo yafuatayo. Kwanza, kutoa elimu ya maadili kwa watumishi wote wa mamlaka katika ngazi zote. Pili, kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani, ambayo pia tuna kitengo maalum au idara maalum kama alipotoka mkurugenzi wa sasa hivi, kitengo cha ndani cha kudhibiti na kupambana na masuala ya rushwa na maadili kwa ujumla. Binafsi nimpongeze kwa utamaduni alioanzisha ndani ya mamlaka ya mapato, sio tu wa kutambua
na kuwachunguza wale watumishi ambao wana vitendo vya uvunjifu wa maadili, lakini utamaduni sasa wa kuwapongeza watumishi bora kila mwezi ndani ya mamlaka ya mapato. Hatua hii ya kupongeza watumishi ambao wanaongoza kwa utendaji mahiri na maadili umeongeza chachu na kuongeza hamasa ya utendaji ndani ya mamlaka ya mapato, umekuza ushindani chanya baina ya watumishi na kuimarisha maadili miongoni mwa watumishi. Nao baadhi ya wadau muhimu katika jukwaa hilo kutoka taasisi za dini pamoja na jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania wamesema hatua ya TRA kuunda jukwaa hilo imekwenda kusaidia katika kupunguza malalamiko ya kodi pamoja na kuongeza ufanisi wa watumishi wa TRA katika kusimamia ukusanyaji wa mapato. Kumekuwa na hatua mbalimbali za udhibiti wa maadili ikiwemo kufukuzwa kazi kwa baadhi ya wafanyakazi tumekuwa tukishuhudia. Kwa hiyo niwapongezeni sana TRA kwa kujitahidi sana katika kuimarisha maadili na kusimamia kwa nguvu zote. Tunawashukuru kwa hilo na matokeo yanaonekana, kwa sababu sasa hivi zile kelele za ukosefu wa maadili huko mtaani zimepungua sana. Sababu kuna kipindi malalamiko yanayohusiana na maadili yalikuwa mengi sana. Sasa hivi ukisikia watu wanalalamika wanakuja kwetu kama viongozi, basi itakuwa mambo yanayohusiana na sheria zenyewe za kodi. Huduma za jamii ni haki na upendo ambayo jamii imepewa na Mungu. Huduma za jamii ni haki na upendo ambao mwanadamu amepewa na Mungu. Kwa hiyo yeyote anayedhoofisha huduma za jamii, maana yake anapambana na haki na upendo ambao Mungu mwenyewe amempa mwanadamu. Kwa tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba mapato yote ambayo yapo kwa ajili ya jamii yanakusanywa. Yakishakusanywa kutoka kwa wale walipa kodi walipe kwa uaminifu, kwa hiari kutoka moyoni. Wakusanye kodi kwa haki, kwa upendo, kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa uwazi na uwajibikaji. Na Mufti anasema sisi tuko tayari kama baraza kushirikiana na TRA katika maeneo yetu na majukwaa yetu yote ambayo tunakutana na waumini wetu, lakini pia katika madarisi zetu, madrasa, kwa ajili ya kuwalea vijana wetu. Tuko tayari kushirikiana na TRA kuwafundisha watoto wetu kuhusu maadili tokea wakiwa wadogo, na tuwaonyeshe maadili yameandikwa wapi katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema laana Allahu, amemlaani Mwenyezi Mungu. Kulaani maana yake nini? Huyo mtu yuko mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, yuko mbali na upendo wa viumbe wa Mwenyezi Mungu, ndio huyo analaana. Nani? Arashi, mla rushwa, walmurtashi, arashi mtoa rushwa, walmurtashi na mpokea rushwa, waraish na mpiga debe. Hata hivyo, katika mkutano huo TRA imeeleza kuwa hadi sasa kwa kipindi cha miezi 9 jumla malalamiko 596 yamefikishwa katika ofisi ya kamishna kupitia programu ya Sikika, huku malalamiko 14 yakiwa ni yale yanayohusu rushwa. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jukwaa la wanawake uongozi nchini, Women in Leadership Forum, limejitambulisha rasmi kwa umma na vyombo vya habari likielezea dhamira yake ya kuunganisha wanawake wenye nafasi za uongozi ili kujenga sauti ya pamoja, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuchangia maendeleo ya Tanzania, huku likiongozwa na kauli mbiu isemayo Women Leading Change in the Future, likilenga kupanua ushawishi wake katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Huyu hapa Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari ikiwa ni kuelekea uzinduzi wa jukwaa hilo, mwenyekiti wa jukwaa hilo Dr. Evelyn Munisi amesema taasisi hiyo ilianzishwa Novemba mwaka 2025 na kusajiliwa rasmi Januari 14 mwaka 2026 chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na amefafanua kuwa WLF si jukwaa la kisiasa bali ni la kijamii na kiuongozi linalowaunganisha wanawake kutoka vyama mbalimbali waliowahi kushiriki
kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa lengo la kuendeleza umoja wa kitaifa na maendeleo. Ameongeza kuwa jukwaa hilo ni ushahidi kuwa licha ya tofauti za kiitikadi, viongozi wanaweza kushirikiana kwa maslahi mapana ya taifa. Aidha, ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kulinda amani, kuheshimu tofauti za maoni na kuhimiza mazungumzo ya staha, akisisitiza kuwa migawanyiko ya kisiasa inaweza kuwa na athari kwa wananchi wa kawaida na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Dhamira kuu ya taasisi hii ni kuunganisha wanawake wenye maono, uzoefu na ushawishi katika maeneo mbalimbali ya uongozi kwa ajili ya kuangalia na kuangazia maslahi mapana ya taifa letu. Waasisi wake ni wanawake walioshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuwania nafasi za uraisi na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka katika vyama mbalimbali vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Hata hivyo, WLF yenyewe si taasisi ya kisiasa wala sio ya kiserikali, bali ni jukwaa la kijamii la kiuongozi linaloweka mbele umoja wa taifa, amani, mshikamano wa jamii na maendeleo ya wanawake na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, katibu wa jukwaa hilo Mwajuma Noti amesema maandalizi ya uzinduzi rasmi yanaendelea na tarehe itatangazwa hivi karibuni sambamba na utaratibu wa wanachama kujiunga, huku akiongeza kuwa jukwaa hilo litaendelea kuwaunganisha wanawake kutoka sekta na makundi mbalimbali ili kuimarisha mshikamano, ushirikiano na mchango wao katika maendeleo ya taifa. Dhumuni kubwa la jukwaa letu sisi kama wanawake viongozi ambao tuligombea 2025 tumepita na kuona mambo mbalimbali ya kijamii, ya kitaifa katika Tanzania yetu. Baada ya kumaliza uchaguzi, tumeona sasa tunao wajibu wa kuwa pamoja, kuunganisha maono yetu, mitazamo yetu na kuacha pembeni itikadi zetu. Kwa maana wote ni Watanzania na dhumuni kubwa ilikuwa ni kuijenga Tanzania. Na hao tuliotaka kuwaongoza ni Watanzania. Na Watanzania bado wapo. Kwa hiyo tumeona tunao muhimu wa kuweka itikadi zetu na kuungana pamoja, kuunganisha mawazo yetu kuweza kuwahudumia Watanzania wenzetu. Hususan jukwaa hili linaundwa na wanawake viongozi. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Kutokana na ongezeko kubwa la uhitaji wa huduma za upandikizaji na kusafisha figo, wadau wa sekta ya afya wamependekeza kuanzishwa kwa mfuko maalum utakaowezesha wananchi wasio na kipato kupata huduma za matibabu ya figo. Gula Kimsola ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza katika ziara ya kikazi ya walili wa vyombo vya habari nchini katika maeneo yanayohudumiwa na Bohari Kuu ya Dawa MSD ndani ya jiji la Dodoma, mganga mfawidhi wa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma Dr. Alfred Meremo amesema uhitaji wa matibabu ya figo umeendelea kuongezeka kwa kasi nchini, huku changamoto ikisalia kuwa ni uwezo wa watu katika kuhimili matibabu sanjari na watu kuchangia ama kutoa viungo ambavyo ni figo, na kushauri kufanikisha uwepo wa mfuko maalum utakaotumika kusaidia kuwezesha matibabu ya figo na kuhamasisha wananchi kuendelea kuchangia figo. Changamoto inakuja ni kama hivyo, ambao wako tayari kuchangia viungo. Kwa hiyo ndugu yako anapata changamoto ya figo, unakuja pale na familia, tunafanya vipimo, unaonekana wewe una nini, unaanza kusema sasa mimi nitaishije, nitafanyaje. Kwa hiyo unamwacha anakuwa lakini kwa na hiyo ndio kwanza. Kitu cha pili pia ni gharama. Gharama pia bado iko juu na walio wengi pia hawezi, pamoja na kwamba serikali imekuwa ikijitahidi sana kuchangia na kuhakikisha kwamba, tunamshukuru sana rais kwa miaka hii iliyopita ameutumisha ule mfuko ambao unatumika kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawana uwezo, na mahitaji ni makubwa. Ndio maana sasa hivi kama hospitali kikuu cha Dodoma pamoja na hospitali ya mkoa pamoja na chuo cha Dodoma tunajitahidi kuhamasisha isikana tuna mfuko maalum kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao kwa ajili ya watu kuchangia, ili mwisho wa siku zile fedha zikasaidia katika huduma ya upandikizaji wa viungo ikiwemo figo pamoja na. Kwa upande wake, daktari bingwa wa magonjwa ya figo katika hospitali ya mkoa wa Dodoma Endo Rukwamo amesema magonjwa ya figo yameongezeka hasa kutokana na kuongezeka kwa magonjwa ya shinikizo la damu pamoja na kisukari ambavyo ndivyo chanzo kikubwa cha kuharibu na kushambulia figo. Lakini vivyo kuna wagonjwa ambao wanapata tunasema acute kidney injury. Yani figo zimepata shambulio la muda mfupi na wao wanakuja tunawatibu.
Na kwa kifupi tu, kama swali lililouliza dada pale kwamba mgonjwa akishapandikizwa figo anaweza kusurvive kwa muda gani? Mara nyingi ukishapandikizwa figo ikiwa inafanya kazi vizuri na survive as long as possible. Sawa. So kwamba tukisha labda baada ya miaka miwili basi hapana. As long as figo yako inaendelea kufanya kazi vizuri, basi unaweza kukaa zaidi hata miaka 10 mpaka 20 mpaka pale ambapo utakapochukuliwa labda natural death, ambayo sometimes inakuwa hata haihusiani tena na issue za. Nao baadhi ya madaktari katika hospitali ya mkoa wa Dodoma wameelezea hatua na uwekezaji uliofanywa na serikali, ikiwemo uletwaji wa vifaa tiba ambavyo vimeletwa na MSD na namna ambavyo vimeweza kusaidia katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kujivunia hapa ni juhudi ambayo serikali imeonyesha katika kuboresha huduma za watoto wachanga, na hivyo kuongeza kuongeza ubora, kuongeza huko wa huduma kumesaidia kuepusha vifo vingi vya watoto ambao vingetakiwa vitokee, lakini sasa hivi havitokei. Jengo letu hili kwa kitengo chetu hiki tunahudumia wagonjwa 50 kwa wakati mmoja, na kwa leo wapo wagonjwa 20 na watoto 21. Watoto wote wanaendelea wako kwenye hali nzuri. Nini kikubwa kabisa hapa sasa hivi tunaona kutokana na maboresho ya huduma, dawa zinapatikana kwa wakati, vifaa tiba vipo. Tunaona kwamba utoshevu wa eneo unakuwa hafifu, unakuwa finyu. Kwa hiyo serikali hili imeliona, na kupitia hivi serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetutengea bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ghorofa ambalo litakuwa tu ni kwa ajili ya matibabu ya watoto wa chini ya umri wa siku 28. Wakala wa Majengo Tanzania TBA unaendelea kuonyesha dhamira thabiti katika kusimamia na kutekeleza miradi ya kimkakati ya ujenzi nchini, ikiwemo hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato mkoani Geita, ambapo ujenzi wa hospitali hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha uwekezaji wa serikali unaleta matokeo chanya kwa wananchi. Huyu hapa Rachel Chacha kwa undani wa taarifa hiyo. Kupitia ziara yake wilayani Chato, wakala huo umeonyesha namna unavyotekeleza majukumu yake ya msingi chini ya kurugenzi ya miliki kwa lengo la kuhakikisha ubora na ufanisi wa majengo ya umma yanajengwa katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza mara baada ya kukagua majengo na miradi mbalimbali wilayani humo, mkurugenzi wa idara ya majengo miliki kutoka TBA FRV Saidi Mdeme ameeleza kuwa ziara hiyo imelenga kutembelea na kukagua maeneo muhimu pamoja na miradi inayoendelea ili kuhakikisha inatekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa. Aidha, amebainisha kuwa moja ya vivutio vikubwa vya ziara hiyo ni hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato ambayo imejengwa kwa kutumia mfumo wa buni jenga chini ya usimamizi wa TBA. Mfumo huo umewezesha kukamilika kwa awamu ya kwanza ya ujenzi kwa ufanisi mkubwa, huku huduma za afya tayari zikianza kutolewa kwa wananchi wa Chato na maeneo ya jirani. Baada ya kufika katika eneo hili, tumeona majengo yale ya awamu ya kwanza yaliyojengwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA, ambayo yanahusisha jengo kubwa la kuhudumia wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, lakini jengo ambalo linatumika kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa dharura kwa maana ya emergency, ambayo tayari limeshakamilika na limeanza kutumika. Lakini kumekuwa na jengo jingine ambalo linahusisha wale wagonjwa mahututi kwa maana jengo linalohudumia wagonjwa walioko ICU mahututi, nalo pia lilikamilika na kuanza kutumika. Lakini jengo la 4 ambalo lilikamilika katika awamu hii ya kwanza ya uendelezaji au ujenzi wa majengo haya ni jengo ambalo linatumika kwa ajili ya madawa kwa maana ya pharmacy pamoja na maabara. Majengo haya yote 4 yalikuwa yanatengeneza awamu ya kwanza ya utekelezaji wa ujenzi wa majengo haya ya hospitali ya rufaa ya kanda Chato, ambayo kwa sasa yamekamilika na tayari yameanza kutumika, na majengo haya yalijengwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Kwa ujumla, mafanikio ya ujenzi wa hospitali hiyo yanaakisi uwezo na uzoefu wa TBA katika kusimamia miradi mikubwa ya maendeleo, ambapo hatua hiyo si tu imeongeza upatikanaji wa huduma bora za afya, bali pia imeimarisha miundombinu ya kijamii na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo.
Uongozi wa baraza la wazee wa mila wa koo 12 wilayani Tarime mkoani Mara wamesema wanaridhishwa na hali ya utulivu iliyopo kwa sasa katika mgodi wa dhahabu wa Barrick North Mara Nyamwongo kufuatia kupungua kwa matukio ya uvamizi yaliyokuwa yakifanywa na baadhi ya vijana kutoka vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Adam Kadutu ana ripoti zaidi kutoka Mara. Kauli hii inatolewa kando ya kongamano lililofanyika hapa mjini Tarime mkoani Mara lililolenga kujadili na kubadilishana uzoefu kuhusu fursa zilizopo katika sekta ya madini, ambapo katibu wa baraza la wazee wa mila wa koo 12 hapa Tarime anasema kwa sasa vijana wanaoelewa kuhusu shughuli za uwekezaji kwenye sekta ya madini. Kulikuwa na maintruta walikuwa wanasumbua Nyamongo, wanakimbia, wanavamia mgodi. Tulishirikishwa na viongozi wa mgodi, tukasimamia hilo, tukashauri wa vijana wetu kutovamia mgodi kwa sababu ule mgodi unaleta faida ya nchi yetu. Mwenyekiti wa kamati ya usalama wilaya ya Tarime ambaye pia ni mkuu wa wilaya hii Meja Edward Goele anasema hali ya uvamizi iliyokuwa ikishuhudiwa hapo awali imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa siku walikuwa zaidi ya intruder 100 ambao wanaenda kuvamia mgodi. Leo ninapoongea hawazidi 7. Ni kwa nini? Kwa sababu wananchi wameshaona manufaa ya mgodi. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Rorya Dr. Khalfan Haule ambaye amekuwa mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara anawataka wawekezaji katika sekta ya madini kutoa ajira zaidi kwa vijana hususani zile zisizohitaji ujuzi mkubwa, huku naye mratibu wa kongamano hili akitia neno. Ajira zote zinazotolewa na wazabuni ambazo hazihitaji ujuzi au taaluma zinatolewa kwa vijana wanaoishi katika maeneo yanayozunguka mgodi. Kuhakikisha vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu ambavyo vinakidhi vigezo vya kupata tenda za kuuza bidhaa na huduma katika mgodi wa Barrick North Mara zipewe kazi hizo ili kuongeza idadi ya wananchi wanaonufaika na uwepo wa mgodi huu wa Barrick. Kwamba sehemu yetu ya wanajamii inakuwa sehemu ya watu wa kusaidia kutaka kukwamisha juhudi za mgodi kutusaidia. Hizo fursa zote tunazoziona, yote tunayafanya yanakuwa tunayahujumu. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Serikali ya kata ya Kalangalala kupitia halmashauri ya manispaa ya Geita inaendelea kutekeleza ujenzi wa ukarabati wa barabara zilizoharibika wakati wa msimu wa mvua pamoja na zile ambazo kwa sasa hazipitiki, hali iliyosababisha kusimama kwa baadhi ya shughuli za maendeleo kwa wananchi. Taarifa zaidi huyu hapa Joel Maduka kutoka Geita. Katika kuhakikisha ukarabati huo unafanyika kwa ufanisi, kata ya Kalangalala imeingia mkataba wenye thamani ya shilingi milioni 15 na kampuni ya ukandarasi ya Jodeko. Fedha hizo zimetengwa na manispaa kupitia mapato ya ndani kwa lengo la ukarabati barabara zenye urefu wa kilomita 10.3 ambazo ziko katika hali mbaya na hazipitiki. Akizungumza mapema leo baada ya kushuhudia zoezi hilo, diwani wa kata hiyo Ruben Sagaika amesema kuwa wamekubaliana na mkandarasi huyo kuhakikisha barabara hizo zinakamilika ndani ya wiki moja kwa kiwango cha changarawe. Kwa shilingi milioni 15 kwa ajili ya kupanua na kufungua barabara ambazo ziko katika maeneo yetu. Tunafahamu bajeti yetu ya serikali ya mwaka 2026-27 inaanza utekelezaji wake mwezi wa 7 ya mwaka huu. Kwa sisi kama halmashauri ya manispaa ya Geita tulikubaliana kwenye vikao ya kwamba ni lazima tutenge bajeti kidogo kwa kufungua barabara zetu hizi kabla tukiwa tunasubiria bajeti kuu. Kama unavyojua maeneo mengi tumeona kwenye chini ya TARURA tumekuwa na barabara ambazo kwa kweli hazipitiki na kwa sababu ya mvua na wakati nyingine. Sasa tumekubaliana hizi barabara hizi ambazo hazipitiki lakini pia ambazo zinachochea uchumi wa wananchi, kwanza tutenge bajeti hii ya shilingi milioni 15 kwa ajili ya kuzifungua pamoja na kuzikarabati na kuziwekea moram na kuzikwangua kwa mfumo wa greda ili ziwasaidie wananchi kuendelea kupitika katika kipindi ambacho tunasubiri bajeti kuu ya serikali. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya Jodeko Ngwasa Barenkena ameahidi kutekeleza kazi hiyo kwa wakati na kwa kuzingatia makubaliano yaliyowekwa. Nitatekeleza kwa wakati na hivi ninavyoweza kusaini naenda kuandaa mitambo, kesho naingia kazini. Kwa hiyo nitajitahidi, nitaweka mitambo angalau 2 ili hata ile wiki ninayosema ikiwezekana ipungue kabla ya hapo. Kwa hiyo nashukuru kwa ushirikiano wenu
na tutaendelea kwa mamlaka juu yenu. Kwa nafasi hii, kwa mkataba huu ambao tumemaliza kusaini sasa hivi wa shilingi milioni 15 kwa kata yetu ya Kalangalala, mitaa 11, wenye viti wenzangu wote tulikubaliana kwamba fedha hiyo iingie kwenye kufungua barabara, na sasa tumepata mkandarasi ambaye kwa ujumla tunamfahamu. Kwa hiyo naamini kwamba muda alioutenga wa siku 7, sina mashaka kabisa kwamba tutakuwa tumeondoa kero la barabara katika kata yetu ya Kalangalala. Wakati huo unatarajiwa kuboresha usafiri na kuchochea shughuli za maendeleo katika kata ya Kalangalala. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yaiagiza VETA kuboreshwa mitaala kuendana na soko la ajira na teknolojia.